atabassumu fi salati, kutabasam katika swala. Kutabasam katika swala mnahitaji kwa lugha yenu ya kigeni kusmile, sio? Yaani uko kwenye swala hivi alafu ukasmile, kunaharibu swala kweli? Sio kucheka. Kuna tofauti baina ya kucheka na kusmile, Naam. Kwa hiyo anasema atabassumu fi salati, kutabasam katika swala, la yubtiluha, hakuharibu swala. Tumeelewana vizuri? Na hiyo yawezekana ikatokea kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, yawezekana labda kabla hujaingia katika swala kuna jambo ambalo kwamba leo limekutokea, limekufurahisha zuri, tuelewana, ukaingia kwenye swala, Allahu akbar, imamu kule anateremka na suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin. Wewe hapa lile jambo ukalikumbuka, ukaanza kutabasamu. Pengine labda mathalan kuna binti ambaye alikuwa unamfukuzia kwa muda mrefu, maana kijana ukimpa mfano huo anaingia kwenye 18, anakuelewa. Tuelewana vizuri? Binti ambaye alikuwa umfukuzia muda mrefu, unataka kumposa lakini hataki kuruhusu utumane wazee nyumbani kwa ajili ya kupeleka posa. Siku hiyo mashaallah ukakaa naye chini mkaongea, akakuelewa, yaani ile mistari ile ikanyooka mpaka ikamuingia kisawa sawa, alafu akakwambia na nimekubali, sasa unaweza kutuma wazee. Sasa umeingia kwenye swala namna hii, wakumbuka kauli ya mtoto wa kike ile, na nimekubali, unaweza kutuma wazee, unatabasamu. Inaharibu swala? Haiharibu swala. Sio kucheka. Tumeelewana vizuri? Kutabasamu. Wa hadha biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah, na haya ni makubaliano ya madhehebu ya fiqh ya aina 4: Alhanafia upande wa Abi Hanifa, walmalikia na upande wa Imami Malik, washafiia na upande wa Imami Shafi'i, walanabila na Ahmad bin Hanbal. Wa huwa qawlu akthari ulama, na hiyo ndio kauli ya maulama wengi, ya kwamba unapotabasamu kwenye swala haiharibu swala, ukicheka swala imeharibu. Tumefahamiana vyema? Naam. Nenda kwenye kitabu Majma'ul Anhuri, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 34. Nenda kwenye kitabu Al-Fawakihud Dawani, kitabu nambari 2, ukurasa 567. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 4, ukurasa ni wa 78. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni li-Ibn Qudama, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 40. Kwa nini inafaa kutabasamu kwenye swala na kwa nini haiharibu swala? Wadhalika, na anasema na hilo jambo mpaka kufaa, lianna tabassuma, kwa sababu pindi unapotabasamu, harakatu shafataini, ni kucheza tu midomo miwili, nyama mbili za mdomo. Unapotabasamu ina react kitu gani hapo wakati unatabasamu? Si ni midomo? Hebu tabasamu kidogo bwana. Nataka nitabasamu mimi. Hebu tabasamu kidogo. Si unaona bwana? Ni nyama mbili ndio zinafanya nini? Zinatabasamu. Lakini ukicheka huwa domo linafanya nini? Linainuka. Tumefahamiana? Kwa hiyo kuna tofauti ya haraka na kuenuka. Kwa nini? Kwa ule mdomo. Kwa hiyo anasema wadhalika, na hilo mpaka kufaa, lianna tabassuma, kwa sababu kule kutabasamu, harakatu shafataini, ni kucheza kwa nyama mbili za mdomo. Fahuwa kaharakati al-ajfani wal-qadamaini, mfano wake ni kama kucheza kwa hizi nyama mbili hizi za macho zinazo defend macho yako yasiingie baridi wala vumbi wala kitu chochote yakaweza kudhurika, au kama mfano wa kucheza nyayo mbili za miguu. Si wakati mwingine ukiwa umesimama hivi kwenye swala, sawa ya jamaa, unaweza kujikuta labda kama kwenye sala ambayo kisimamo chake ni kirefu, huwa unafanya nini wakati mwingine? Unajipoza kidogo. Na kujipoza unafanyaje?
Unainua mguu alafu unaurudisha, unainua nao kidogo unarudisha, haiharibu swala. Au unawashwa ukapeleka mguu kidogo ukafanya hivi, haiharibu swala. Tumefahamiana vyema? Kwa hiyo vile vile kutabasamu ni kama mfano wa hivi vitu, ukifanya haiwezi kuharibu nini? Haiwezi kuharibu swala. Nenda kwenye kitabu Sharhu Mukhtasar Khalili, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 325.